Haya, tupungiane hewani namna hii, tupungiane hewani namna hii. Amen. Amen, 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 amen. Tupungiane. Ewe Mungu abariki sana kwa ibada. Ndio. Na kwa moyo mkuu mlionao. Na wakati huo pia niwapongeze watu wa Nkasi. Naam. Kwa moyo mkubwa nao, kwa sababu mnakaa chini hapo. Amen. Mnafanya ibada kwa uvumilivu mkubwa sana. Naam. Tumekutana ibada za kukaa muda mrefu na bado kuwepo kwa shauku kubwa na njaa kubwa na kwa uaminifu mkubwa. Ndio. Watu wa Nkasi, hongereni sana. Amen. Hongereni sana, inawezekana Mungu amewaleta kama kilaka. Naam, naam. Kuziba nafasi ya wale wanaoweza wakawa wanasema itakuwa hapa tumefika mwisho. Naam. Mwasha sauti wewe sasa. Wakati wengine wanaona wamefika mwisho, inawezekana wengine watakuwa wakianza. Amen. Huenda mpaka safari itakapofika mwisho. Naam, naam. Mkumbuke hii kazi, hata tungekuwa tunalipwa, hata ningekuwa nalipwa, Naam. ningeshaachana nayo. Amen. Hata ningekuwa nalipwa hii kazi, ningeshaachana nayo. Hakuna kiwango cha pesa ambazo naweza kulipwa kikafanana kazi hii. Naam, naam. Ya kubadilisha mioyo ya watu. Amen. Kwa sababu mimi sina kazi nyingine ninayofanya kuwa nisaidie mtu mwingine, nafsi yako ione kama ya mwingine, nafsi ya mwingine uione kama unavyoiona nafsi yako. Amen. Sina lingine, yani kwamba kuna mabaya yananipata kwa ajili hiyo tu. Naam. Kwamba kuna hatari zinanipata kwa ajili hiyo tu. Kweli. Kwamba ninaamini, naomba nisaidie kufunga huu mlango, ya kwamba ninaamini kwamba mwanadamu yeyote unatakiwa kuiona nafsi ya mwingine kama unavyoiona nafsi yako. Amen. Na kwamba sheria ambazo natakiwa tuzizingatie ni hiyo tu, yani ni hiyo. Naam. Ni hiyo ambayo imejengwa kwa mbili. Namna ya pili ni kwamba tenda mema kwa muda wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Amen. Na ya pili yafanana na hiyo, mfanyie jirani yako, ndugu yako, mtu mwingine, mfanyie kama ambavyo ungependa wewe ufanyiwe. Amen. Hiyo ndio namna pekee ambayo mimi ninachodhani kwamba hata wale ambao wanachoka, wanasema sasa baba hayupo. Naam. Roho yako ipo, imani yako ipo. Amen. Baba hayupo, roho yako ipo, maisha yako yapo. Amen. Hapo kambi kuu na baadhi ya sehemu nimepata taarifa. Naam. Mara kadhaa kila tukio baya likimkuta yoyote, Naam.
Kuna wananchi huwa linawachochea sana kuwa sasa na maamuzi binafsi. Naam. Naam. Unakuta karibu kila mmoja sasa anaanza kuangalia namna ya kuyapita maisha yake, kwamba afadhali imetokea njia hii na mimi mfikemo, na mimi kwa kweli nipatepo hiki, na mimi nipitemo humu, na mimi, yani kana kwamba unasubiri kwamba mchungaji, hii njia tulishapotea, imani sio hivi, ngoja likitokea baya mimi ndo nitapita hapo hapo na kusema jamani, hapa tulipotea, changanya dini na siasa. Naam. Utashabikia kwa muda, utafurahia kwa muda. Amen. Mimi ushauri wangu ni vizuri sana, ndio kadhaa nasema mungeielewa imani wakati fulani mgumu. Unapomkuta mtu mwingine, uwe ndio wakati wa wewe pia kunyima sana starehe zako, raha zako na mambo yako. Naam. Lakini unapotokea wakati fulani mgumu, unaanza kuona tulijua Mungu hayupo hapa, tulijua Mungu hayuko pamoja na sisi. Mimi kimsingi kwa yaliyo nilikuta tangu 2020, imani yangu, moyo wangu liniambia kutokea hapa kuna mtu tambatana mimi. Kwa sababu nafahamu wanadamu ni kama imani ni ya mchungaji. Yani wewe Mungu atakuwa mzuri kama mchungaji kwa limbi lake hivyo alivyo na msimamo, alivyo na maneno mazito mazito. Kama Mungu atakufua wafu, Mungu atawapiga wabaya kwa mapigo. Hapo kanisa letu na wengi amuendelei kwa sababu wewe unafanya vizuri, kwa sababu wewe unafanya vizuri. Na kwa ule uzuri wako ndio unafanya uendelee. Wengi mnaendelea kwa sababu mmepata sifa. Mchungaji kafanya vizuri, mchungaji wenu ni mwamba. Kweli. Ila hayo mchungaji wenu ni mwamba kumsababishia mchungaji hatari. Na wewe haraka sana unaunga mkono mchungaji hana Mungu, mchungaji anachanganya dini na siasa. Lakini kimsingi huwa mnaendelea kwa sifa za mchungaji ni mwamba. Na umwamba wote ukikutana na mnyama, kuna wakati mwamba unapotea, unafunikwa. Mwamba unafunikwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kuna jambo tu ambalo natafuta, sijua ni kwa namna gani. Nirudi tu hapa kwa kwamba kwanza mimi nilipokutwa na matukio niliyokutwa nayo, niliona moja watu wote mna haki ya kutawanyika, kukimbia, kupotea. Na mpaka hapa yeyote ambaye anaweza kupotea, wanaonaga kanisa linawezekana litaanza moja kabisa, itakuja kuanza moja kabisa. Lakini ikiwa mupo, ningetamani sana ikiwa mupo, ningetamani sana kila mmoja endelea kwa kusudi la kutaka kama mchungaji hataweza, kama mchungaji haitafanyika kupitia hili, yatafanyika kupitia mimi. Kuna hatua na neno Haruni akasema hapo, kachanganya vitu viwili. Kuna mwanzo akasema mimi sio mwoga,
Jambo lingine akasema nikivuviwa na Roho niseme. Kuna vitu ikiwa tu useme kuvuviwa na Roho. Naam. Hiyo jumla tunamsubiri Roho atuvuvie kwa sababu ni waoga. Naam. Tunamsubiri Roho atuvuvie kwa sababu ni waoga. Naam. Hayo ambayo Roho atuvuvie 98% yanakuwa yamo moyoni. Kweli. Unakuta yanatuuma hili jambo. Naam. Hilo jambo kwa nini nisingelisema? Naam. Nini nisingelisema hili jambo? Kwa nini limekaa hivi? Unakuta sasa kwa kulisemea unakiona kifo kile pale. Naam. Unasubiri wakati mwingine bangi zipande kwa sababu maombi, ama tukisimama hapo madhabahuni, Naam. unakuwa na kitu bangi zimepandana kwa sababu ya neema ya Mungu. Mambo mengi tunaanza kulipuka hapo. Naam. Yanakuwa yamo moyoni. Kweli. Ila kifo inakuwa imefunika ukweli huo, haki hiyo. Naam. Sasa ni kweli kuna wakati mwingine tukiomba, tukiwa hapo madhabahuni, ukisema kuna namna Mungu kufunika. Unakuwa na utisho fulani ambao pengine hata hatua mbaya zisichukuliwe, lakini wengi tumechukuliwa hatua mbaya. Naam. Kwa kusema tukiwa tumefunikwa na Mungu hivyo hivyo. Unasema jambo la haki. Naam. Na baada ya kusema kinawaka mahali. Naam. Lakini jambo ambalo nataka tulifahamu watu wa Mungu. Naam. Ni kwamba tufanye ibada tukiwa tunahangaika, tukiwa tunatafuta. Naam. Kwamba ili jambo litendeke kupitia maisha yangu. Jambo la ukombozi wa kweli. Naam. Haruna hapo kasema mambo mengi sana. Sema baba wakati huu hayupo, wazazi hawapo. Ujitahidi kufanya sana. Naam. Kasema kwa habari ya mzigo mzito anaokuwa amebeba huko nyuma. Na naweza mkawa mnajua kwa amebeba tu mzigo wa chakula cha kuwalisha watu wazima kabisa na ndevu. Naam. La muweze kufahamu Haruna anabebaga mambo mengi. Amen. Hapo anaweza shida. Kuna mtu unayeendaga kuangalia kwenye umeme. Naam. Umo kiasi gani? Kama mpo wa kutosha, lakini unaweza ukawepo, pengine ukiangalia mara moja ukaweka 2000. Naam. Basi unajua huo 1000 utakaa miezi 6 au mwezi mmoja. Lakini Haruna anakuwa ni mtu anayeangalia na anagharimika kweli kweli. Hajaanza leo. Kuna kipindi tulikuwa analipa maji mpaka 400,000. Naam. Kwa mwezi. Naam. Alikuwa analipa. Yaani yeye pesa yake, nadhani ushawahi kumuona mtoto wake fulani aliyezaa kabla. Naam. Hapo amevaa laba fulani amazing. Naam. Laba fulani. Laba kweli kweli. Kama Haruna hangaiki na familia yake, maisha yake, chochote anachokipata anahangaika kwa namna gani kitawezesha wengine. Lilikuwa neno la Mungu sana, amesema jambo moja kwamba wewe ni mtu mkubwa, huwezi kula hapo, huwezi kula kande, huwezi kula ugali na malage, na siku tu ukikosewa ukachange 5,000. Naam. Nataka ule nyama kilo 2. Naam. Yaani usiku utauliza inakuaje mmepika ugali na watu natoa hela na zibana hela hizi. Hela wanaokuwa huku jikoni wanabaki huku. Yaani watu natoa hela. Alafu unakula mchicha
unataka tu. Umetoa shilingi 10,000 siku hiyo. Unataka nyama peke yako kwenye sahani iwe kilo 2. Na. Ndio utaridhika kwamba hela yako haijaenda bure. Lakini kwamba utatoa kilo 2 alafu wewe ukala kipande kimoja, Na. nadhani bado hapo upagani unafunika sana. Ndio maana wengi mliorudi nyuma hapo, sababu kitu mnachokula mnachotakiwa kutoa ni kile ambacho ungekula wewe. Amen. Lakini wengi ambao mmerudi nyuma Na. mmekwazika na ulipotoa 3,000 ukikuta nusu kilo kwenye bakuli, walikupakulia kipande kimoja Na. au wakapaka maharage. Kweli. Haraka hiyo ilikuuma sana hiyo, ukasema ningeenda hapo Isyesye ningekula wali wa 1,500. Nikula wali wa 2,000 wangeweka vipande vitatu vya. Wala sasa hapa nimetoa 2,000 wananipa ugali na maharage. Ugali na maharage wakati Isyesye ni 1,000. Wakati mwingine unakuta kimeisha. Zawadi, wakati mwingine zawadi anafanyaje? Wakati mwingine unaenda unakuta chakula kimeisha. Unaenda unakuta chakula kimeisha na ulitoa 3,000. Ulitoa 5,000. Hapo unasema 5,000 yangu nenda buna wapate nyingine milele. Lakini huenda kuna watu zinatumika rasilimali za pengine za maelfu kwa siku. Amen. Au pesa yake. Amen. Na pengine hashiriki chakula. Wananchi, No. Niseme na Alune na mtu mwingine, msione shida ukisimama kuhubiri, ingawa ni kwa tahadhari hivyo hivyo, No. kwa hofu na matetemeko hivyo hivyo. No. Msione ajabu ukisimama kuhubiri, uhariri, kutangaza miongozo mbalimbali, uelekeo, kukumbusha mambo ambayo hayaendi vizuri. Kuhubiri ni kufundishana, ni kuhimizana, ni kukumbushana, nuana. No. Kuhubiri hakuhitaji tu mpaka useme jambo jipya. No. Swala katika upendo na kuhimiza kwamba heri tule chakula dhaifu katika upendo, konzi moja katika upendo na furaha, kuliko tulazimishane kula nyama kutukiwa tunachukiana. Na kuna jambo lingine ambalo John jana alikuwa anajaribu kuweka vizuri. Kanisani tuamini kukamilishana, tuamini kila taaluma, tuamini kila uelewa uwe unachangia sisi kuendelea mbele. Kwa hiyo isiwe tu pengine akiinuka mtu akarekebisha kitu fulani, basi wewe unaanza, lakini kwani vya nini? Vina lazima gani? Sasa hivi tumetingwa na mambo mazito, alafu tunaanza kukumbushana pengine Kiswahili. Tunakumbushana kutamka maneno. Kwani hayaeleweki? Inatakiwa yaeleweke. Amen. Alafu yashangaze kwa namna alivyopangilika, kwa namna bora. Amen, amen. Lakini pia mtu yoyote ambaye wakati mwingine atajikuta anaendelea na mpaka zake, nani huyo anodi mpaka anasema mbaka alikuwa anajaribu kukumbuka tatizo hapa ni nini kati ya malaya au maraya. Kuna wakati anaipiga maraya, kuna wakati anaipiga malaya, alafu yeye mwenyewe anasema sijui kama nimesema sawa sawa, wachukua hicho. Alafu
kuna neno wakati vile akijishtukia apendai kulirudia tena, akawa ametaja 18 wakati mwingine 30 akaenda kwenye 30, akajua 30 huko na kuaga na shida, akaanza kuruka kwa 30 hapa siji tena, akabaki penye 18 kwa sababu hiyo anajua na uhakika nayo. Vitu kama hivyo atakayekuwa akiongea, kikubwa tumeelewa. Amen. Asiona na tatizo kivile. Naam. Lakini pia atakayetaka kukumbusha, kusahihisha, Naam, kwamba hapana, tuseme 30, tuseme 30. amen, Tusiseme maraya, tuseme malaya. amen, amen. Chochote mimi mjui tu, mimi nikiwa Sani Hosea na baadaye Alex lakini kwa mbali. Naam, Mimi napendaga kuchapia tu Viingereza. naam, Aliyenibadilisha kutoka automatic kwenda automatically ni Alex. naam, Kila nilipokuwa naongea nasema automatic, ili jambo nalikuta limeshageuka, limeshakuwa lingine, limeshafanya. naam, Akasema automatic haitumiki hapo baba. naam, Hapo sasa ni automatically. amen, Alieleza kwa namna za kitaalamu ambazo hata nisizirejee hapa. naam, Hiyo na Viingereza na Viswahili vingi naweza nikazungumza hapo. naam, Mimi mara nyingi huwa natumiwaga ujumbe wakati mwingine kwamba hilo alikuwa sahihi ni hili. Au wakati mwingine mtu anashindwa kunitaja jina moja kwa moja, lakini unakuta anairudia lugha fulani naam, ambayo nilisema mimi na baadaye najua ni mimi ambaye naweza nikawa nimesahihishwa. amen, Sasa kipindi hiki ni vizuri sana naam, uwe mchachari mwenye kuomba. Ni vizuri pawe na kipengele, utakuwa machachari kiasi gani, unataka kuoa, unataka kuolewa. Lakini yako kipengele sasa hivi hata nikisoma fomu sikaoni, naona tu fomu, mimi namuona huyu mtu anampenda Mungu sana. naam, Namuona huyu mtu ana akili ya kutunza pesa. naam, Kwa hiyo nahisi tutatunza, ndo mtatunza, zitakuwa nyingi. naam, Sijua, lakini swala la tutakuwa machachari kiasi gani, kimsingi hata kituambia, ukiandika kwenye fomu kwamba naona nitaenda kwa machachari, tutaenda kuchanganya na hicho nacho na alicho nacho, naam, moto utapuka. Nadhani mimi naweza nikacheka alafu nikaja kukihadisia mbele za watu, amen, kwa sababu kinachoweza kuchanganya kikaleta mlipuko ni kila ambacho naam, kikiwa peke yake kina mlipuko. amen, Sio kila ukichanganya maji na moto mlipuko unatokea mkubwa. naam, Lakini ni jambo ambalo kidogo limekuwa shida. naam, Mimi nimesema sio lazima wote nyie, mpaka hapa na mimi ni muoga, yani mpaka hapa na mimi bado ni muoga. naam, Na mimi kabisa, na mimi ni muoga, na mimi sisemi kila kitu, naam, lakini walau mimi kila uchao na majaribio yangu na harakati zangu, maombi yangu ni kwa Mungu, naam, niongoze nisifanye nililopaswa kusema, nililopaswa kufanya. amen, Lakini mbili ni kama sitafanya leo, naam, nisaidie kufanya
ambacho kitakuwa kinileta karibu sana na nilichotakiwa kufanya. Amen. Ama kitakuwa kikinichochea sana nije nifanye nilichotakiwa kufanya. Naam. Naam. Sasa wewe inawezekana hujui Naam. kufanya ambacho kinaweza kikakuchochea kufanya. Naam. Mimi nadhani wewe mwananchi ungepambana sana. Naam. Kufanya ibada sana, kufanya maombi sana. Amen. Alafu mbili, kuwa baraka sana kwa watu waliopo kanisani kwa maksudi. Amen. Kuwa baraka ni maamuzi, moyo wa kutaka kuwa hivyo, na kujikuta nyingi unafanya vitu nje ya hiari, nje ya namna ambayo wewe ulikuwa unaona hiari. Naam. Hiari yako ungecheza kidogo, lakini nataka kuja kuwa baraka unahai. Naam. Hiari yako ningerundika hii pesa kwa sababu nina kazi nayo pale, lakini kwa sababu nataka kuwa baraka, ngoja niwezeshe kitu fulani. Amen. Hii itakiwa ulale, lakini kwa sababu nataka kuwa baraka, ngoja nisimame niombe. Amen. Hiari ilikuwa nisiende kanisani, lakini kwa sababu nataka kuwa baraka kwa watu wa kanisani, ngoja leo pia niwepo. Amen. Ujitengenezee moyo wa aina hiyo. Naam. Na wakati huo pia, na kule unakoishi, unakofanya kazi, Naam. unasema sitasema kila ovu linalotendeka, kila baya, Naam. lakini walau namna yangu ya kuishi. Naam. Wataona kwenye baya siungi mkono na nyamaza, Naam. lakini kwenye mazuri mstari wa mbele. Na hata ninaonyesha uwezekano wa kwamba ni kama kuna siku nitatafuta kazi nyingine, Naam. ili nisiwe kwenye eneo hili ambalo pana mabaya yanafanyika na nakuwa sina sauti ya kusema. Amen. Nikumbushe jambo ya kwamba wananchi, Naam. kama utaishia njiani kwa namna yoyote, Naam. ni vizuri ufahamu ya kwamba bado utakako kuweko ukombozi utakuwa na uhitaji, Amen. na bado watakaokuwa na jaribu kuwa na moyo wa ukombozi utakuwa unawaona Naam. wana watu. Sipoona wewe, utasikia watu wakiwasema hawa wana Mungu, Amen. huyu ni mtu wa Mungu. Naam. Ni vizuri sana sana, hata kama hutakuwa mstari wa mbele kwa ukombozi, Naam. kana unampenda Mungu sana, Amen. watu wote wakujua unampenda Mungu sana, kanisani tujue unampenda Mungu sana, Amen. mji ulioko wa juu unampenda Mungu sana. Yani wale wanajua hata kwa kiwango tu cha Upentekosti, kwa sababu Pentekosti, kwa mfano mimi nikikemea maovu kwa sura kama hii, naonekana napenda siasa, sipendi Mungu. Wanaona huko sio kupenda Mungu. Naam. Lakini wewe jitahidi, jaribu namna. Ndio maana wakati fulani niliwaambia usiweke CD hii inaimba ndani. Amen. Usiweke simu hii inaimba ndani, imba wewe. Amen. Imba tenzi wewe. Naam. Nena kwa lugha za ama ombaomba mara kwa mara, popote unapokuwepo. Mtakatifu, Amen. mtakatifu ni wewe Mungu. Naam. Wewe kila unapoinuka, haleluya. Amen. Kila unapo Amen. kila unapo kitu fulani, pengine umejigonga, mtakatifu Yesu. Amen. Kuna kitu fulani hakijaenda vizuri, msaada wa kweli Baba. Kuna Amen. kitu kimeenda vizuri,
Yehova msaada wetu, Amen. Mungu wa kweli. Naam. Hayo yakiambatana Naam. yakiambatana na namna za kuonekana haumfanyie yote baya, Naam. karibu kila unalolifanya unaona hivi ndivyo ningetaka na mimi nifanyiwe. Amen. Watu watasema ndio tai ana wa kizezeta, lakini wala anampenda Mungu. Amen. Msingi huo wa kumpenda Mungu kwa namna hiyo utakuleta tu kwenye kutimiza mapenzi ya Mungu yote. Amen. Amen. Utakuleta tu, utachelewa, lakini utakuja kujikuta. Ndio hiki ambacho Haruna amesema, utakuja kujikuta kuvuviwa kusema kitu fulani, kufanya kitu fulani cha hatari, kuna kujia mara. Amen. Kwa hiyo nategemea sana watu wa Mungu. Leo kuna mara nimemwona Kaiza, nitaka kuona kwamba ni wapi huku. Yuko Chunya. Yuko Chunya mjini? Ndio. Na maana nimemwona hapa alikuwa na matete, nikasema Chunya wamejenga kwenye matete. Wote yupo Chunya mjini. Wote tunashinda. Kwa Chunya mjini? Ndio, na hisi leo wameenda kufanya ibada pale. Aha, leo ila anakuaga kule. Mara nyingi anakuaga kule, ila wakati mwingine anakuwa haendi, na hisi leo ndo wameenda. Okay, ongera zake. Kaiza nyosha mkono ni au mimi ndo sioni sawa. Anyway, hawa ambao Luhende Shimba, hawa ni wapi? Mazimbo. Ndio. Okay, sawa. Mungu abariki sana. Kiwira, Mungu abariki sana. No. Okay, hapa sasa imenichanganya, kumbe Betha yuko amekaa mbele hapa. Sasa mbona hapa pengine wamependeza sana? Ndo Chunya mjini. Kumbe ndo Chunya, yani ilikuwa inakataa kabisa mimi kuona hapa ni Chunya mjini. Mpaka mama aliponiambia kwamba Betha ameenda Chunya, ndo nikaanza sasa kutafuta Betha. Naam. Sababu kwa namna hiyo ambapo kwanza inakuwa mbali kidogo, watu ni wadogo. Ndio kitu kilichofanya Chunya siwajue, kwa sababu sasa Naam. na sura ya Besa hapa mbele, alafu ilikuwa kwenye simu haionekani vizuri. Hawa wapi hawa? Naam. Nimeona wakati picha tu. Lakini hapa nadhani sio Chunya, hapa ndani Makongorus. Chunya. Ndio Pendo kwenye wako Chunya. Kukutana kambi kula. Ndio. Wamekutana kula Chunya, alafu wakubwa watupu wa Chunya hakuna aliyekaa mbele. Naam. Wengine babaluka. Kama pembeni wa nyekundu tupu huyo. Sidhani nimeona hata mimi. Luka naye hayuko hapo, wamegawanyika. Mbona sasa sijaelewa? Mbona Besa ananionyesha hivi? Luka nimemuona. Lakini hoja yangu ilikuwa wazee wa kanisa wakubwa wenyewe hawawezi kukaa mbele hapa ili tuwe tunaona, kwa sababu wanasimamia kanisa. Wadogo hawa wanaokuwa wametoka Makongorosi hawa na kutoka Mbeya hawa ndio wao wanakaa mbele hapa. Wazee wakubwa sana wa Chunya hawa wataki kukaa mbele. Ndio kanishindwa
mmeshindwa kuwatambua sawa sawa, Naam. na network ikawa haiwaonyeshi clear sana. Naam. Mimi kwa sehemu kubwa nimetaka kuchochea mambo tu mawili matatu, lakini wakati huo pia Naam. nionyeshe tu kuwasalimia. Naam. Nionyeshe kuwasalimia. Amen. Kama hiyo haitoshi, niendelee tu kuwaomba, Naam. kuombea, niendelee tu kuwaomba kutuombea, muendelee tu kutuombea sana sana. Amen. Sana, kwa sababu Naam. tulikuwa na jadina hata asubuhi kwamba Naam. somaga tu kwenye Biblia harakati za mtu kukimbia Naam. mji wake ama nchi yake ama mtu huyo kuwa mafichoni. Naam. Naomba niwajulishe, msomage tu kwenye maandiko. Kama Mungu atatupa kufafanua Naam. alama za mafichoni, halafu tukaweka mifano maficho yepi na yepi na yepi tuliyaita maficho. Naam. Na hakikishia Biblia utaisoma upya, Biblia utaijua upya. Amen. Daudi aliyekuwa mafichoni, na mtu yote yuko mafichoni utamsoma upya. Amen. Utamsoma upya, utaielewa upya kabisa. Naam. Kwa sehemu kubwa kiitwacho mafichoni Naam. ni karibu kila unapokuwepo. Naam. Unakuta sio mafichoni. Mafichoni ni hivyo unavyojua wewe. Naam. Ni maficho. Naam. Lakini ni mafichoni kweli kweli. Kila unapokuwepo unajiona hapa sio mafichoni, kwa sababu Naam. eneo lolote ambalo utaoneka watu watakuona. Naam. Utaenda kununua muogo. Naam. Utaenda kununua chochote ili pengine usurvive. Naam. Wewe jua hapo sio mafichoni. Amen. Kwa utajikuta hapa unaanza kupata picha ya kwamba ni kama hapa kila kitu kimetibuka. Naam. Unatoka hapo unaenda pale, unakula tu, pengine unakunywa tu maji. Naam. Unakuta tu kuna mtu anakuja, wewe nawe ni mmoja wao. Naam. Kuona pale, Naam. wewe tunakujua. Naam. Unajua kimewaka tena hapa. Naam. Hususan kwa maisha nilio nayo mimi ambayo yameshaingia kwenye mambo mengi. Naam. Yamekuwa na umaarufu mwingi. Naam. Lakini pengine amekuwa na namna ambazo hata nikizungumza tu kusema hata maneno yako yanaonyesha wewe ni mmoja wa wale watu wa Mungu. Naam. Popote utakaposema utakuta mtu anakuambia hivi, wewe kwa maneno haya mazuri unayosema haya unawezaje kusurvive kwenye nchi ya Tanzania? Yaani hajui Naam. kwamba hata kuna mauaji huwa unayapinga, ni mkosoaji. Naam. Unakuta umeongea tu naye, umeonyesha uzuri, anasema we kwa roho nzuri hii unawezaje kusurvive kwenye nchi ya Tanzania? Naam. Hivi wewe hilo yako kijua kwenye nchi unaijua? Naam. Hapo hapo unaanza kujikanyaga kutafuta mahali. Ndio. Kutafuta mahali
Unajua tu kabisa huyu kuna kitu kingine atakijua baadaye, kwa sababu huyu mtu kumhadisia kwamba nimekutana na mtu ana roho nzuri ya aina hii, ana maneno ya aina hii, ana mwenendo wa aina hii. Hivi huyu mtu nini kitu? Tulikaa kwenye nyumba fulani. Yule alitukarimu sana. Yule mtu alikuwa na moyo mzuri sana. Amen. Mtu yule alitaabika sana kuhakikisha sisi tunakuwa salama na hatubebi mzigo wowote. Lakini tuliondoka pale baada ya sisi kumuhurumia kwamba siku tukikabiriwa sisi huyu naye atapata madhara. Kweli. Kwa baada ya kuona ni kama ule umuhimu tulio nao kwake umekuwa jambo jipya kwenye lile eneo, kwenye kile kijiji, furaha aliyonayo, hamasa aliyonayo, aina ya watu aliowapokea halifichiki. Hata watu 3, 4, 5 wajua mtu huyu kapokea watu wa maana, ana ugeni, ana jamii fulani ya maana. Amen. Tukaona haraka sana sisi kikabiriwa mtu yule hata nusulika. Kweli. Watoto wake hawata nusulika. Kwa hiyo hatua pekee iliyobaki ilikuwa ni kuondoka eneo lenye uzito wa kila aina na kwenda kwenye eneo lenye mashaka na unyonge wa kila aina. Lakini kosa ni nini hapo? Kosa ni umuhimu. Huyo mtu sio kwamba anawafahamu kama ni watu fulani ambao pengine kiwango fulani cha baraka ya kubariki watu ni maarufu kwenye mitandao, hajui. Apokea kama watu wa Mungu tu. Lakini the way alivyowapokea, the way walivyo watu, the way wanavyojaribu wawe baraka kwa huyo mtu, anakuwa na hamasa kuliko, yani ana furaha kuliko, ambayo furaha husika inafika mahala mpaka unaona hii ni ile ya wale watu wawili walioenda kwa Lutu, ambao wenyeji wa mji wakasema hapana, hapa tuna ugeni usio wa kawaida. Sasa sisi sio malaika wale ambao tunaweza tukapiga upofu wale ambao watakuwa wanataka kutuzuru sisi. Sijui bwana, sisi ndio hivyo, ni binadamu fulani tu ambao karibu kila anayetaka kukufikia anaweza akakufikia. Kwa jambo ambalo nimetaka niwaambie kama, kwa sababu ninaposema kama, tukisema sasa hivi hata tuweke vipande fulani vya tulipita wapi na wapi na wapi, tumeishia hapo. Lakini kama itatokea nafasi fulani tukaweka vipande vya wapi na wapi, Biblia utaisoma upya. Kwa mfano uliwahi kusikia ile andiko ambalo yule kijana ambaye aliwahifadhi manabii 400 wakati Yezebeli anatafuta kuwaua, aichomwambia Elia akasema, Elia, hakuna mji ambao Bwana wangu akutuma watu ili wakutafute, hakuna nchi wala mji. Sasa lile lisomage hivyo. Ukija kuukuta mkanda tu hata wa maisha yetu, lile andiko taanza upya kusoma. Amen.
utaanza upya kulisoma, na uelewe tu kwamba maisha ya Elia, Naam. kujificha kwa Elia, Naam. mpaka naenda kwenye kijito analetewa na kunguru. Naomba uelewe, Naam. Elia alienda mahali wasipofika wanadamu. Amen. Na ukienda mahali wasipofika wanadamu, ujue jamaa alikula msosi fulani mgumu sana. Naam. Na wakati huo akiwa kwenye tafakari fulani ngumu sana. Nimeongea mama asubuhi akawa niambia, kwa sababu namuona ni shujaa. Naam. Kuna mahala tunaenda mpaka huwa naangalia mara mbili, nasema namuomba Mungu nisiwe na kuruta. Naam. Lakini kuna mahala huwa nataka, nasema mimi niko tayari kulala kwenye jalala hili, kwenye matope. Nikasema hapana, tunaweza tukawa tumekimbia kifo cha kuuawa na bunduki, lakini ukafa kwenye jalala hili. Wewe vitu vichafu uviwezagi. Naam. Na ukajumlisha sasa ni jalala kwa kiwango hiki. Kwa hiyo sasa kwenye maeneo nayo mburuta ni hayo. Kuna mahali Naam. anakuwa tayari hata kwenye jalala fulani. Naam. Achimbe andaki kwenye jalala, au anakaa chini ya andaki la jalala. Naam. Lakini mimi namwambia hapana, basi afadhali tukafe kwa upanga. Amen. Afadhali tukae eneo lilo wazi kabisa, Naam. tuuawe kwa upanga kuliko ufie hapa. Hapa naamini kifo kitakuwa kibaya. Amen. Kuna wakati namwambia ni afadhali basi ruhusu tu, kama ni kuuawa mimi niuawe. Naam. Lakini kumbuka pia na wewe, ukifa kifo dhaifu kama hiki kwenye maeneo kama haya, Naam. kumbuka na mimi katika wakati mgumu, kwamba kwa nini nilitengeneza mazingira ya mtu huyu kuishi hapa na baadaye nimempoteza kwenye mazingira haya. Naam. Lakini nimetaka tumfahamu Ndio. neno fichoni. Kuna tofauti kukimbia na kwenda mafichoni. Naam. Kukimbia unaweza kaa tu umeenda mahali ulipokimbilia huwezi kufikiwa. Naam. Lakini mafichoni utakapokuwa utakomuniketi na watu. Naam. Kwa maana hata wanaosemaga mchungaji usije kuwa unaonekana kabisa mtandaoni nitakuwa salama. My dear, achana kabisa na umaarufu. Naam. Usionekane kwenye, ndio mimi naambia, mimi kesi yangu sio naongea nini leo. Kesi yangu Naam. nimewahi kuongea nini. Naam. Mimi ni mtu ambaye nimeongea sana juu ya mabaya. Inawezekana hakuna mhubiri mwingine yoyote. Kweli. Baba ibariki, amka, sikukalishi mbele. Ibariki, sikukalishi mbele leo, amka tu hapo. Mimi tuachane na ibariki, tuachane, ni mtu wa Mungu sana wewe. Alikuwa ameinama na kamera huko inamfeva na inazima, kwa hiyo tuendelee kusikilizana. Mimi ni mtu ambaye hatia zangu na makosa yangu ndio ni kwa nini nimefanya watu wengi au watu kadhaa wawe wanachukia ubaya. Naam. Ni kwa nini? Kwa mfano ukisikiliza kama zile nyimbo, wako wapi wengine hawapingi mabaya? Naam. Hizo ni nyimbo ambazo shetani kuzimu anasema, yani tatizo aliyefanya watu wawe na huruma, aliyefanya watu wawe na moyo mzuri, waanze kupinga mabaya, wayaone mabaya ni mabaya, ni mbarikiwa. Naam. Watu kadhaa walikuwa wanasema kifo ni kifo tu, yani mtu akifa wakati wa Mungu umefika. Nimeongea, nimesoma maandiko ya kifo chini ya 160, hakuna Mungu anayeleta hicho kifo, ni shetani. Naam. Mshukuruni Mungu
kwa kila jambo, sio na anayofanya shetani mumshukuru Mungu. Mshukuruni Mungu kwa kila jema analofanya Mungu. Amen. Sio mshukuruni Mungu kwa lolote analofanya shetani, mshukuru Mungu. Hapana. Mungu ameweka watu kuishi kuanzia miaka 70 kwenda juu. Chini ya hapo hivyo vifo sio Mungu amesababisha. Kweli. Ni watu wanasababishwa, ni mashetani. Imeandikwa mpingeni shetani naye atawakimbia, au tuwapinge. Amen. Watu kadhaa wamekomenti kwenye maeneo kadhaa kwamba tukisoma comment tunaona watu wanasema mbarikiwa, ubarikiwe. Tunashangaa kwa sababu mchungaji huyu katukanwa sana alipokuwa anasema haya. Katukanwa sana. Kweli. Lakini leo asilimia kubwa waliokuwa wanamtukana wanasema mchungaji ubarikiwe. Amen. Sasa mpaka kueleweka, mpaka kufahamika, ndio mpaka wachache wamejua ni mtu wa Mungu, mashetani, mimi sina jema, hata nisiseme chochote leo. Kila ninapokutana, nikijificha mahali, nikutana watu 3, 4, 5, naenda dukani, kwa sababu mama aendagi mwenyewe mpaka nimsindikize. Tuenda hapa, uulize tu, sema wewe si yule unayefutwa? Wewe si yule uliyekuja na Yesu? Gura cheka hapo nyuma, kwa sababu huenda kuna namna fulani alikutana nayo mahali. Akashangaa leo anaambiwa mambo yako kule, kesho anaambiwa mambo yako kule. Ni jambo la ajabu sana, jambo la ajabu sana. Mengine hata tuweke kwenye fumbo hivyo. Lakini jambo kubwa la mwisho niwaambie, nifurahi kumwona Ombeni hapo, na Amen. Na waonea huruma kwamba naambia habari inayoumiza. Niwaambie jambo. Ni kwamba mimi kitu pekee ninachojua kwamba ukombozi wa Mungu utatokea. Lazima iwepo sauti ambayo itakuwa ikisema hili sio kweli. Amen. Amen. Hili sio kweli, ukweli ni huu. Amen. Baba Nodi, kama sio leo, wakati mwingine picha ya unaweza kuwa unachanganya za watu ukaziweka nyingine pembeni nyingine pembeni. Sasa hivi nadhani ndio umeweka vizuri. Baba Nodi, kwa hiyo sasa hivi kwa mama na monitor hii, nadhani umefanya vizuri hapo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mimi nimesema, wote tukiishi mjini alafu tukaacha sauti ya haki hamna, yani wanasimama tu akina Msigwa, wanasimama wanaongea watu upande mmoja. Jamii itafahamu haya mambo ya ushetani wanayoongea ndo ucha Mungu. Kweli. Mimi nimeona afadhali wengine tuishi misituni, tuishi mapolini, na kama nikufa tufie mapolini, lakini iweko sauti ya kunyosha mapito ya Bwana. Amen. Kwa sababu nyewe wote mlioko mjini hapa mwezi mkusema yale ninayosema. Kweli. Mimi nishaambia, mimi kukaa kama ulivyokaa wewe, inawezekana kabisa siwezi kupatwa na baa lolote. Mimi kilichoniponza ni niliyofanya kule nyuma. Na sasa hivi nasema itakuwa na kuona gani wote tuwemo mjini tukumu. Alafu wakati jarife rote, chombo chote kinaenda kuzama hiki. Kwa nini ikiwezekana wengine tusipiga kelele, hiki chombo kinazama?
Chombo kinazama. Kwa hiyo inawezekana mnanipenda sana, na watu wananipenda sana, ndio, lakini mimi sina maana, kwa sababu ninachojua kwamba ningekaa mjini kama ulipokaa wewe, nikisema ningeshafutwa kweli. Lakini pengine hiki kitendo cha kwamba niko polini, inawezekana kuna jitihada. Mimi sisemi chochote, sisemi chochote kwa pambano na mtu. Mimi nasema ambacho kingekuwa neno la Mungu, na ukiniambia kwenye Biblia iko wapi, nitakuonyesha kwenye Biblia. Amen. Na ni binadamu yoyote anaweza kusema ni kweli, lakini tu ni ukweli wenye hatari. Ndio. Sasa mwisho wa yote, ukweli uliweka hatari kila aliyekuwa na mtu wa kweli. Kwa utakapoishia ni hapo. Kwa hiyo mimi naomba tu niwaambie kwamba pamoja na kuambia habari zote za kupita kwenye majalala, kutofichika, kukaa eneo la kwanza, unakaa siku moja, unaondoka, na ukisema kukaa usiani kwamba unatoka unaenda Chunya au unaenda Kamsamba au unaenda Iringa. Unaweza ukatoka Mbeya kesho, baada ya siku 2-3 huko Mwanza. Baada ya siku 2-3 huko Kagera. Baada ya siku 3 huko Kamsamba. Baada ya siku 3 huko Songea. Ndio. Baada ya siku 3 huko Arusha. Una pasi ndefu zinapigwa. Alafu unajikuta unaingia unaongea na ambaye ulizani huwezi kuongea naye. Paka mama fulani jana akasema, ila hapa ni kama mwili tutakuja kuacha njiani kwa hali kama hii. Mimi nakuhakikishia nikija kukuambia hizo pasi ndefu zilizopigwa. Mwananchi, utaisoma Biblia upya. Utaisoma Biblia tu. Utasomaga tu wakajificha, wakalala kwenye mapango ya nchi. Wakalala kwenye mashimo. Mashari ukombozi. Walikuwa wakiteswa, wakila nzige, wakivaa wakizunguka, wakivaa ngozi za kondoo, ngozi za mbuzi, sio na nini. Tumishi Joni anasema akiwa na hubiri Eliudi. Tumishi Joni anasema akiwa na hubiri Eliudi. So walibara kwenye mashimo, walibara kwenye mapango baba zetu, walikula nzige na asali, walivaa ngozi, walijikana kakume. Somaga tu hayo baba, unachemka sana hapo na kubeba viti watu wajikane. Na kwamba njia ni nyembamba, unaenda na mlimani pale juu pale, unaenda sasa. Mimi nashinda milimani, watu wa Mungu. Baba, Mungu akuongoze sana, ingaogera kwa uaminifu kwa hayo machache kuendelea nayo baba. Amen. Lakini kula mashimo yenyewe. Una shimo tulilala na mama. Ndio. Una shimo tulilala na mama wananchi. Hoja tu ni wachekeshe. Ndio. Ili unalia na kuomba kwa uzito. Kuna shimo tulilala, ukiingia unaingia unguo
wewe unapewa kasado. Kwa hiyo kama ni haja ndogo, haja kubwa, utaifunika kwenye kasado hapo na utafunikia, utajuaga asubuhi. Utajuaga asubuhi kwa kwenda kupeleka, kwa sababu sasa ndio masharti ya hilo eneo ili uwe salama. Ukiingia kwenye hilo pango unapewa kasado, yaani unalala mahali pa kulala unapewa, lakini unapewa kasado. Ndio. Na mfuniko, kasado na mfuniko. Kwa hiyo kama itatokea tumbo likachafuka, ujue uko salama. Ikiwa haja dogo, uko salama hapo mpaka kuche. Habari njema ni kwamba tumbo halikuchafuka. Usiku ule tumbo halikuchafuka. Lakini maji kama ilivyo tunavyohamasishana kunywa maji. No. Kwa hiyo Erika hapo nasikitika kuwajulisha kwamba basi kale kasado. No. Fanya kazi ya baraka sana. Walau kwa kimiminika. Kale kasado kalifanya kazi ya baraka sana walau kwa kimiminika, ila tumbo lingechafuka. No. Basi kale kasado kangefanya kazi iliyotukuka. Hiyo ni sehemu ya mapito. Tulipopita hapo Ndio. hapo tulikaa siku moja, nilimwambia mama yetu kwamba kwa hapa No. heri tukafie kwa washindi. Amen. Wakituua na hapa tumekufa tu. Ndio. Wakituacha hai, basi kwa hapa tulipofika hapana. Mama isema lakini hapa ni salama, ngome. Nikasema hapana. No. Hapana. Kama ni kufa nusu, hapa hapana. No. Kwa hiyo niwaombe sana. No. Kila namna yenye kuomba. Inawezekana mambo haya kama Mungu atapenda tukaja kuvuka mahali hata kwa nusu No. ya hatari hii. No. Inawezekana hii Ndio. itakuwa ni neno la matumaini kwa maelfu ya watu. Amen. Natakie baraka za Yesu, na nikiamini tu kabisa kwamba wengi mnaendelea kwa uelewa mzuri, na zingatia sana mashauri, maonyo, hamasa ambayo mnapeana, na kwamba ikipendeza fanya vizuri zaidi. No. Kishindwa tukie wazi kabisa juu ya kupinga ubaya. No. Basi jitahidi kupenda Mungu kwa kuwa baraka kwa watu kanisani kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo. Onekana kuwa baraka. No. Walau kwa kuyanunia mabaya tu, walau kwa kuto kuchekelea sehemu mbaya, walau No. kwa kukaa tu kuhakikisha kila panapohitaji chochote. No. Kwa kadri uwezavyo kuanzia nafsi yako. Kwa mfano watu pengine mzuri hapo, pengine ni pachafu sana, au ni pa chini, chakula ni cha chini. Jitahidi unaweza walau watu si mtu mmoja useme atakapokula Zawadi, atakapokula Yudi, atakapokula John, No. basi yale kila ambacho takuwa nimetoa mimi. Amen.
ili ikiwezekana kama alune hela izidi. Ni kweli alune mkitoa nyingi, usipoleta mchele mwenyewe, usipoleta mchele mwenyewe, Ndio. toa 100,000, alune kuwaza kununua mchele. Naam. Atanunua ugali na maharage mpaka hiyo 100,000 ije iishe. Amen. Kwa nini? Anafahamu mzigo ulivyo mzito, kwa naona huyu aliyetoa 100,000 inawezekana taubeba huu mzigo kwa alafu 3-2. Kweli. Lakini kwa wewe unayetaka tu mpaka mle mchele na nyama na matunda pembeni na ndizi pembeni, basi siku ukijisikia nunua tu hayo matunda na nyama na mchele mle. Lakini tafadhali jaribu kuwa baraka kwa kila kitu. Hayo ya chakula, hayo ya ndani madogo sana ambayo sikupaswa. Lakini kimsingi ningetaka uwe baraka sana kwa mambo ambayo mpaka mamlaka za kuzimu zinasema, lakini moto mwingine huu hapa. Amen. Kupitia huu moto tuweze kuua mapepo, tutaonekana tunashindana na Mungu. Lakini hii shida nyingine, maombi ya mtu huyu, namna aombavyo yatakuja kuwa shida. Amen. Moyo alionao kuja kwake, hii ni shida nyingine inakuja. Amen. Mpende Mungu kiasi cha watu hao wanajua Mungu huyo kuna jambo atalifanya. Wakati wowote. Amen. Kupitia moyo uliona. Unaposikia mapito kama haya, yasikufanye useme basi Mungu hauko. Mungu ni namna rahisi zinazokufanya wewe ufanye vizuri na watu wakutoe kwenye viwango dhaifu walivyokuwa wamekuweka kuleta viwango vya juu. Amen. Kwa hiyo chonde usimche Mungu wangu. Mimi nakujulisha tu Mungu na faida zake na kesho yake inavyoweza kuwa. Otherwise ukishia njiani, mimi kwa kweli wala usiukazani mchungaji sasa akiangalia kwenye mtandao naona tuko 4 hapa. Anachoka. Hapana. Hapana, mtu wa Mungu hapa. Amen. Hapana, mimi yani ni mtu tu ambaye naamini tu kabisa, naamini Mungu si mpaka wewe na wewe uwepo. Mungu ni usahihi anayeweza kufanya aliyepo. Amen. Aliyepo na ambaye hayupo. Utakapokwenda utafanya vizuri kwangu, amina. Amen. Lakini utakapokuwa njia za kufanya vizuri, kuchochewa kufanya vizuri, kuonekana unafanya vizuri, hiyo pengine utaisa huko tutakapokuwa. Nimeongea kwa mapana, wakati mwingine huwa naongea kwa story kwa sababu tu ya shauku. Sababu tu ya shauku ambayo nakuwa nayo kwamba imefika wakati sasa naona tu niongea hata kama nawachosha. Anasiniwe naongea tu kwa kiasi kama hicho. Mungu awabariki sana, niwatakie kila yenye heri. Amen. Yenye heri itakapotokea wakati fulani nataka niongee, naweza nikaomba kuongea tena kwa sababu hapa sasa ni kama nimetoa tu ngonjera. Hapana. Wengine kuna wananchi wanataka cha somo. Basi ikiwa nitaona sababu hizo, kwa sababu leo pango tulilopo kidogo ni kama pana kanafasi kidogo. Basi nikiona nafasi nyingine baadaye naweza nikaomba basi tunaweza tukaanza kichwa cha somo. Amen.
Lakini kwa hapa Mungu kubariki sana, nimwachie mama kidogo asalimie na baadaye muendelee na yale ambayo yatatakiwa. Asanteni sana. Amen, amen, amen. Chuma. Amoni amepoteza suruali ya Labda jibu yeye. itakuwa alikuwa kujengea au alipanda kwenye bodaboda yake ikachana. Ngoja tumpe maiki ajibu mwenyewe. Okay. Hajanyoa na ndevu. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Ni baba Mzaituni. Amina mama, amina. Hongera na mapambano yote. Suruali iko wapi? Suruali imepotea mama, niko kwenye harakati za kushona nyingine. Amina baba, amina. Amina mama, msalimie mzee. Ila ndevu pia hajanyoa ndevu. Ndevu pia hajanyoa. Umenikumbusha vizuri. Mpichi John, na wewe leo umevaa rangi gani? Au rangi usika? Mimi niko na blue. Jumapili ulikuwa na ubiri. Bado amebaki na joo jeusi. Siongera sana kwa hatua hiyo. Aliambiwa Mungu akatubu. Aliambiwa ikabidi akatubu. Nasema aliambiwa ile Jumapili na wapendwa hapa, ikabidi atubu kwa kuvaa hii ya blue kwa siku ya leo. Hongera sana kwa kutubu. Hata mimi nilikusema nikiwa mbali huku. Kwa Mungu akubariki sana kwa kutubu. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa sababu bado tunaendelea. Naam. Na bado tunaonana. Ndio. Kuna kitu amekiongea mtumishi Yohana hapo na Magile wakati wanashuhudia. Naam. Kanasema kwamba Yohana akasema kwamba jamani, watu wa Mungu, hata mimi nilikuwa na malengo kama ulionayo. Naam. Lakini kwa wakati kama huu ningekusihi sana. Naam. Jaribu kujua maisha yako ama mwisho wako utakuwaje. Aliongelea nafikiri namna hiyo. Naam. Ni kweli kabisa. Ndio. Yaani kila wakati unapenda tu kuimba tu wa Mungu, ningewasi tafuta Mungu wapo na nguvu. Amen. Najua neno naongea wakati kama uko vizuri kabisa na umetoka lost. Naam. Yaani anayeongea huyo sio anaongea kutoka kwenye ulimwengu gani? Kwanza yeye ana nguvu chache ndio maana amempata hayo. Lakini sisi wenye nguvu nyingi, kwa mfano kama Amoni, awekee mfano kwamba wenye nguvu chache ndio yanayowapata mambo kama haya. Naam. Unaweza kusema Mungu huyu muonezi. Mpaka Amoni akasema yani tuna nguvu chache. Amoni aliwahi kunicheka nini? Naam. Akasema mama sababu nguvu chache. Si unaona sisi tulivyo wazima, Amoni kwa sababu tunachekeshana, ni namna tu ya kuchekesha kwa kana nacheka sana. Naam. So na wakati mwingine Ndio. upatapo nafasi. Naam. Jaribu kutenda mema. Amen. Kwamba hebu fikiria sana kwamba salio ulilo nalo sio kubwa kivile kama unavyofikiri. Naam. Hela ulionayo, lengo ulionayo sio kubwa kama unavyofikiri. Naam. Ila ni vyema katika malengo yote unayoyafanya ama fedha yote ulionayo, basi tenda mema, weka malengo ulionayo, ila kipaumbele chako kiwe ni kutenda mema. Hata ukiishia hapo tu inakuwa inatosha sana kuliko kuwaza kiwango cha kurudika fedha mpaka unapoteza mlengo wa ibada. Naam. Ama unapoteza kabisa mlengo wa kimungu. Ndio. Hiyo fedha haitoki. Unajua umeweka shilingi ngapi? Naam.
Sijajua umerundika imefika ngapi. Naam. Lakini hela ni kama upepo. Amen. Inaondoka muda. Yawezekana kuna changamoto kubwa kwa sababu hata kina mama kile changamoto ilipowakuta niliwaza sana nikiwa na baba hapa, niliwaza sana kwamba sasa sisi wenyewe ndo tumekimbia na hali zetu ndo ziko hivi. Sasa hapa watu wa Mungu hata tukisema tunatoa mawazo hatuna kitu cha kuwapa kwamba nikianzie hivi ili kikafanikishe kuna. Sasa tunafanyaje? Kasema basi tuna neno la faraja la kufarijiana katika ulimwengu tunaoishi, ulimwengu wa taabu. Basi hata kwa maneno hayo, hebu ngoja tufarijiane tu, kwa sababu uwezo wa kifedha kwamba nenda mahali utapata tiba, nenda, hamna kitu. Hiyo hakuna ulionao unaweza ukatoshana na taabu utakayokutana nayo. Wekeza baba yako kwa Mungu, kwa sababu sisi wengine hujui ile ambayo tungerundika watu wa Mungu ingekuwa ni nyingi sana. Kweli. Lakini kwa sababu ya kujaribu kutenda mema, tukikaa hata tukila nyanya roast na ugali, hata tusipo roast pia mkate tu, ndio unakuta zingatia sana ni ile chakula. Hapa lazima nikahangaike hivi ili ule chakula. Hata jaribu ule hiki, lakini bado unakuta kinachofurahisha zaidi ni yale malengo kunifundisha kuhusu kutenda mema. Sababu nilikuwa mchoyo ama ningekuwa nimeishi maisha ya ovyo sana wakati ninazo. Wakati kama huu nilikuwa natumaini lote. Amen. Lakini tunapita mahali kwamba mzee wazo lako lilikuwa jema, hebu twende. Ukijaribu unajificha mahali, unakuta umejificha mpaka labda kwenye mabega unaonekana, unasema mzee hebu tuendelee mbele. Amen. Amenicheka sana hapo, hata mimi jana nilicheka na sio kidogo sana. Nikasema kwa pilika za safari hizi nikasema huku mwili tunauacha njiani, tunaondoka na roho tu. Yaani kwa staili kama hii ndio unauacha mwili roho baki iko hai, ila mwili ulishauteleza mahali. Kwa hiyo hata kama mtu unayependa safari, ila uwezi ukapenda safari kama hizi tulizo nazo. Utapenda safari kwa sababu uko huru. Lakini ukiwa unakimbizwa ni shida kubwa. Mpaka nikanaongea asubuhi ya leo hata watu wa Mungu walipojificha, sio kwamba walijificha kwenye chumba mazuri yana melemeta ndio wakaitwa watumishi wa Mungu. Hapana, kuna wakati walijificha katika udhaifu mwingi, kama anavyozungumza mzee humo, dhaifu sana, amfai kabisa hata kusimulia. Lakini unakuta tunaendelea mbele. Hivyo watu wa Mungu wasii sana, tafuta Mungu pale ulipo na nguvu, wapo na nguvu. Simaanishi ukikia wingu. Yaani yeye Mungu tunamtafutaga hata usipojisikia wingu, tunamtafutaga tu. Lakini wakati hujakabiliwa na shida kubwa iliyokuzidi fahamu, hebu jaribu kujinyenyekeza sana kwa Mungu, ili itakapokuja shida nyingine yoyote tu, hiyo shida iwe rahisi sana kuenda nayo bila kuwa na deni nyuma. Ndio ile nilisema kwamba yeye alikuwa na vitu vingi vya kufanya. Alipokutana na tatizo, hakubaki kusema natubu Mungu, natubu. Alibaki kusema kwamba lakini kuna mambo nilifanya vizuri, lile nilifanya vizuri, lile nilikuwa na lengo la kufanya vizuri, mabaya nikuta mabaya. Sababu gani? Mbona nafanikisha jambo lililo jema. Sasa Mungu, naomba unikute katika haya. Amen. Sisi tutaomba Mungu tusamehe, kwa sababu inawezekana kufanya kwa udhaifu,
sisi tukajua tunafanya Naam. lakini bado iwe hakika ya kwamba kuna wakati utumikisha mwili wako kwa ajili ya kumtafuta. Amen. Hiyo itasaidia sana wakati kama huu kujichochea. Naam. Na nipongeze mtumishi Esther. Amen. Kwa wimbo wake aliouimba asubuhi. Amen. Kwa kubariki sana sana. Na nasikia vizuri sana kwa sababu najua anaimba kutoka ndani ya moyo wake. Kulingana na shauku ya kumtaka Mungu sana. Kwa hiyo unakuta kuna wakati nataka utamke neno unashindwa, ufanye nini unashindwa. Sasa basi Mungu kumbuka hata kwa machozi yangu haya kumbuka. Amen. Mungu akubariki sana sana. Amen. Na kwa Mungu mchungaji Betha. Huko alikoenda Mungu akubariki sana sana sana. Amen. Mungu huwa anatutoa kumbe makusudi mbele ya watu ili waanze uchungaji. Kwa kutembelea Mungu. Amen. Kwa sababu ingekuwepo hapo ingekuwa ngumu sana kwenda kutembelea watu wa Chunya. Yaani ingekuwa ngumu. Angewahi asubuhi afu akiondoka huko mida ya jioni hawahi kufika. Lakini hakuna anachokimbilia, yani hakuna anachokimbilia kwa yeye atakuwa mtume wa Kristo Yesu. Amen. Wa kueneza katika matawi ya aina mbalimbali. Kwa Mungu akubariki sana sana kwa kuwatembelea watu wa Chunya. Amen. Na muona watu wa Mungu Kiwila leo palinoga mpaka wameenda nje. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana sana. Amen. Na ni mtumishi wa Mungu Floza hapo. Kwa kuendelea pamoja na watu wa Mungu mlioko hapo. Mungu awabariki sana sana sana. Amen. Kwa moyo endelea nao. Kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Yohana. Kwa sababu ni kweli si kwamba hatafutwi. Iko hivyo. Lakini Mungu muhifadhi katika pango lake. Amen. Kwa hiyo anapoendelea hapo watu wa Mungu ni kusimama huku mkiendelea kushikamana kwa umoja wenu. Basi Mungu atawabariki sana. Amen. Mungu huwa atufeli moja. Hata ukifa unakuwa hujafeli. Mungu awabariki sana hata Dar es Salaam hapo. Naona leo umeuasha moto wa kutosha. Amen. Mungu awabariki sana sana sana. Na mtumishi wa Mungu Cheri. Ongela sana sana. Amen. Naona kwa uaminifu kijiunga ibada hapa. Basi mnakuwa mpo tayari kila siku ya ibada. Mtumishi wa Mungu Lameki na mtumishi wa Mungu Rafaeli pamoja na mtumishi wa Mungu Sumbawanga hawa. Mungu awabariki sana. Amen. Neema Kiela. Hapo bado nimeandika Neema Kiela. Mungu akubariki mtumishi Neema hapo. Huyo bouncer mkuu nani ni kwa basi Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Niseme kwamba tunamtaka Mungu, tunamhitaji Mungu Shaluni hapo kwamba wamama tujali kwa namna moja ama nyingine kukaa mbele ili wasio wanapangwa wanaume hapo kwenye vipindi angalau hata wanawake wao wanapangwa. Ila hata mimi nilikuwa na shida sana hivi mtu kweli mpaka mwambie kesho utahubiri ndo wahi ibada. Hana mpango wa kuwahi ibada. Kwa sababu mtu naingia kwenye ramani ama kwenye ratiba endapo kuna nidhamu umeonyesha. Lakini kama utachelewa mpaka wakuandikie kamemo. Yaani wewe hata wakati wa kumaliza ibada utawahi. Kwa hata kukukuta ni ngumu, inabidi wakuandikie kamemo mapema sana kwamba mtumishi kesho utahubiri. Kwa ndo utakuta sasa jioni umewahi saa 12:05 unaanza kujichochea hapo kwa sababu ya kuhubiri. Haitakuwa kanisa. Jitafutie Mungu wako atakaye kushika wakati wako. Amen.
mtumishi wa Mungu hapo Eli, hapana. Nawashukuru watu wa Mungu, mmenichunga, tumekaa na ninyi kama ndugu, kama dada zangu, kama wazazi wangu. Mungu awabariki kwa huo umoja umeonyesha kwa mtumishi Erika na mtumishi Yohana. Kwa huo umoja tu ambao Mungu awabariki sana, kwa sababu si changamoto ndogo, ni changamoto kubwa. Kwa kubebana kwingi mnakobebana. Mungu awabariki sana na katika umoja wenu, na tuonyesha mtakachoendelea kuonyesha. Kwa mfano mmoja akiwa na bidii katika Mungu, utakuta wengine wote watakuka. Yaani mme na mke, mmoja wapo atakubeba. Lakini kama wote njia ibadani, watu wa Mungu, hata watu kukuona wanadosoa hivyo. Sisemi yani hatukupendi ama haupendwi, hapana. Mtu anakuja kuona tatizo lako, nini kinakusumbua, basi wasipokuona wanakuja pia kukuona nyumbani, kwa sababu kuona hawajaona ile speed yako ya kanisani, ama hawajakuona sura yako kanisani. Lakini endapo umeonekana sana, basi hata watu wa Mungu watakuona. Hiyo sio kwamba tunatengeneza kikundi cha kufa na kuzikana. Pia ukihudhuria tu bila kuwa na matunda yoyote, bado ni shida sana. Kwa hiyo mimi niseme kwamba Mungu awabariki sana. Kumcha Bwana, na katika hali yoyote na mazingira magumu, jaribu kujibembeleza kwa Mungu. Na wakati tuangaliaga mtumishi Helbert, ile anapita, anashindia gunia, anavaa gunia, anasema hii tabu yote ya nini? Ukaongeza na gunia. Hii tabu yote ya nini? Kumbe yupo kwenye maombo ya kufika kwenye maombolezo. Kwa hiyo huu ni wakati ambao kabla haujapigwa kivile, hebu ifanye sura yako iwe ya maombolezo. Sisemi uanze kutia huruma, yaani omboleza kuanzia kwenye moyo wako. Muombe Mungu sana. Utakapokutana na changamoto yoyote, basi iwe rahisi kabisa Mungu kukutia nguvu katika shida. Hata asipoiondoa, anakutia nguvu katika shida ulionayo. Basi Bwana Yesu awabariki sana sana. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya salamu hizo za wazazi wetu kutoka huko mafichoni waliko. Kabla sijasahau kabisa hili ambalo mama amemalizia kwa habari ya dada zetu kuhubiri na kupangwa katika maeneo mengi ya usuyo ibada hapa, naona kuna ugumu kidogo. Basi kama alivyoongea mtumishi wa Mungu